Amani iwe nanyi ndugu zangu wapendwa. Utabiri wa nyota kutoka kwa Ahi Shamshi. Msomaji wenu ni mimi Zamruni Balul. Nyota ya Simba. Kupata kibali au kuidhinishiwa jambo. Kufanyiwa wepesi wa kitu. Kuona funyo au funza. Unapewa taarifa ya uhatari kwa mtu kukufanyia husda au jambo baya. Kufanya maigizo ya kisanaa. Kulala kwa kuchoka sana. Mtu atakuwa mwenye kukujaribu sana kwa mambo mbalimbali. Kuulizwa maswali mengi yatakayo kukera. Kupata mwongozo mzuri wa kazi. Uwezo wako kuwa mkubwa zaidi baada ya kujifunza kitu. Kuna kitu kitakacho kuumiza moyo wako kila ukifikiria. Nyota ya Mshale. Kuhisi kichwa kuuma. Kuongezewa malipo au kitu ulichokihitaji. Kupata hali ya kushtuka sana. Wengi wenu mtakuwa na hali ya kuumwa. Ikiwa mwelekeo wako umefunga kwa wakati huu, tambua uko na vikwazo vikubwa. Hivyo ishara njema zitakuwa zinajitokeza ila hupati matokeo mazuri. Kwa wenginewe lengo ulilolipanga unaweza kutimiza. Kuhimizwa kitu baada ya kuwa mwenye kusita sana. Mshale, unatahadharishwa na jambo baya lenye aibu na kuepukana na migogoro pia. Mtu anahitaji kukupa siri au kukuambia jambo. Utajizuia kufanya maamuzi mabaya kwa mtu. Kutumiwa jumbe za vitisho. Kuhisi wasiwasi unapokuwa sehemu fulani. Kujaribu kujizuia kumwambia mtu ukweli lakini utashindwa. Kuna watu wanasubiria kuona anguko lako. Mshale, kila ugumu unaoupitia una sababu maalumu kwa Mwenyezi Mungu. Zidisha imani na maombi ya kweli. Utavivuka vizuizi vyote vya shari. Kuvalishwa au kumvalisha mtu pete ya uchumba. Kupata nafasi ya kazi sehemu uliyoitamani. Utatoa ushuhuda wa kweli kwa jambo. Tabiri ya heri itatimia kwako. Jiandae kupokea pesa nyingi msimu huu. Nyota ya Punda. Kupatiwa au kupata kitu kipya. Utajua kuwa mtu anaumia kwa ajili yako. Kuhisi uchovu sana. Kutambua ulichokikosea na kurekebisha kwa haraka. Kuhitaji mtu awe mbali zaidi na wewe. Hutaki mazoea tena. Kuondosha chuki baina ya watu. Wasiwasi wako utaondoka baada ya kufarijika. Kuvalia kitu chenye kung'aa sana. Kuanzisha kitu kitakacho kuletea faida kubwa. Kutambulika na wengi kiumaarufu. Kuhisi mtu anakuzungumzia kwa mazuri uliyomfanyia. Baadhi yenu kujua ukweli wa mtu mwenye chuki na wewe. Kupokea salamu za pongezi. Kuaminiwa kwa kusimamia kitu fulani. Utatoa ushahidi utakaomweka mtu huru. Nyota ya Mbuzi. Kupata mafua. Kuhisi hali ya mabadiliko au tofauti fulani. Kuumia mguuni. Kumuuguza mtu. Kupokea taarifa ya uchumba au kuchumbiwa kwa baadhi yenu. Kuyaona maziwa yakimiminika kila wakati. Iwe kwenye mitandao au kawaida. Ni hali ya kutakiwa baraka. Kujihisi uchovu. Kuacha kumkasirikia mtu. Kutamani kitu. Nyota ya Ng'ombe. Mtu anayekupenda na kuondoa shaka uliyokuwa nayo. Kujihisi pia ni mkosaji. Haustahili kuhukumu kitu kwa namna hiyo uliyokuwa nayo. Baadhi yenu kuwakumbuka watu waliowapenda sana, ila hamkuwapa nafasi. Kumjua mtu mchonganishi. Kumpa mtu mwongozo wa kazi. Kuhisi maumivu ya mgongo na kiuno. Pendelea kunywa karafuu kwa wingi. Inasaidia kuponyesha tatizo hilo. Nyota ya Mashuke. Utajihisi hali ya kuumwa. Utamkumbuka mtu mpaka moyo wako utakuwa na kuuma sana. Tofauti na madhaifu yako yote, lakini ni mtu mwenye kujali sana. Upendo wako hauelezeki ukipenda kweli. Hisia zako zinakujenga upya. Utahitaji kuwa mtu wa namna nyingine. Moyo wako unakuuma kwa jambo. Utazingatia kitu muhimu sana. Kuna jambo la wema ulilolifanya litakupa majibu au baraka nyingine usioitarajia. Nyota ya Samaki. Kuishiwa na kitu ikiwa una umuhimu nacho kwa sasa. Kusita sana kwa jambo. Kuichoka ratiba ya jambo linalofanyika. Utatafuta kitu kwa muda mrefu. Utakuwa mwenye kuzingatia sana malezi.
kutofautiana na watu muhimu. Utajitahidi kuonesha hali ya uaminifu kwa maneno na vitendo. Kukaraishwa na kitu au harufu ya kitu fulani. Kuwekewa muhuri katika nyaraka muhimu. Kupata kibali cha kufanya jambo. Kujiandaa na safari. Kupewa taarifa ya kuuliziwa na mtu ambaye haukumtarajia. Kuchunguzwa. Maneno ya mtu yatakukosesha furaha. Utahitaji kuwa huru na kujiondoa kwenye miunganiko yenye maumivu. Samaki. Jiandae kupokea vilivyo vya thamani ulivyovipoteza. Nyota ya Nge. Kuipanga safari. Kupata mhamuko wa kujitegemea mwenyewe. Kitu kukwama kooni. Mtu atajua unachokipanga. Utapata ndoto yenye ujumbe wa mafumbo sana. Mtu anaonesha hali ya kukuchukia. Mtazamo wako utakuwa wenye ukubwa wa kufikiri. Utajihisi una nguvu ya mawasiliano na asili ya zamani. Kwa kujua vitu kwa historia kubwa hata kama ulikuwa huijui. Kutamani upate jibu la haraka. Utakuwa mwenye hekima sana. Kuhitaji uhakikisho wa kitu. Nyota ya Kaa. Kuhisi mtu anataka kujirudi tena kwako. Ila hutompa nafasi, bado humwamini. Mtu wa karibu kusafiri au kuhama. Jambo hilo litakuweka upweke kutokana na mazoea. Utaahidi kujiweka mbali na mtu fulani. Kuhisi ulichelewa kujua jambo. Kufuta baadhi ya namba za watu kwenye simu yako. Utakuwa na amani baada ya kupata mwelekeo wa kitu. Kufanya kitu utakachokifurahia. Kufanya ibada kutakufanya ujihisi upya ndani yako. Maombi yako yanashughulikiwa. Baadhi yenu mtapokea nguvu na baraka kutoka kwa miongozo yenu. Nyota ya Mizani. Kuonesha hali ya furaha uliyokuwa nayo. Mtu anajivunia kuwa na wewe. Kwa baadhi yenu mtapatwa na wivu sana. Kununua kitu cha kudumu kwa muda mrefu. Nyota ya Mapacha. Kushtuka usingizini na kukosa tena usingizi, hasa wakati wa usiku. Kuzisikia habari za mtu mara kwa mara. Kuonesha hali ya kujiamini. Utapata kitu ulichoahidiwa. Watu wako wa karibu kupatwa na homa kali. Kuhisi kichefuchefu sana na tumbo kuuma. Kupendezwa na ladha nzuri ya chakula. Utapokea taarifa muhimu. Mtu atahitaji ukaribu au ushirikiano wa kitu pamoja na wewe. Kusisitiziwa kwa jambo. Mtu ataonesha ishara ya kukupenda. Utajutia kumsaidia mtu asiyekuwa na shukurani. Jiandae kupokea ujumbe wenye kukushangaza. Nyota ya Ndoo. Mtu atakuwa kimya tofauti na kawaida yake. Kutokuwa na hali ya utulivu. Siku ya leo mtu atafanya jambo bila kuambiwa. Kupata shida ya mawasiliano ukitaka kuongea na mtu. Au kutompata kwa wakati. Kuuzingatia ujumbe utakaoupata. Kushuhudia anguko la mtu fulani. Mtu ataonesha hali ya kukubali au kukupenda. Mtu anajitolea kwako kwa usaidizi. Kuandika barua ya maombi. Kusubiriwa sehemu. Utahitajika kutoa maamuzi. Ndoo. Utafanikiwa unalolihangaikia. Jiandae kupokea furaha na baraka ndani yake. Utabiri huu unatoka kwa Ahishamshi. Usiache kusubscribe channel hii ya Ahishamshi, kuonesha umoja wenu na upendo. Mengi mazuri yatawafikia. Usisite kulike, kucomment na kushare. Kwa mawasiliano zaidi mtafute kwa namba hii +254 724 729 804. Unaweza kumpata kwa WhatsApp, kwa grupu la elimu, utabiri wa kila siku, tafsiri ya ndoto, ishara na tiba. Umoja wenu ni muhimu sana. Shukran.